Kabla sijataja mada yangu, ningependa kuomba udhuru kulingana na afya yangu ya kifua. Hii sauti ambayo mnaisikia sivyo nilivyo, lakini kutokana tumezungumziwa kujitolea. Nilipopewa hii habari nikabidi, pamoja nilikuwa naumwa, lakini kwa sababu namfanyia imamu, basi niweze kuitikia wito wa imamu. Kwa hivyo yatakayotokea yoyote ya kibinadamu ya kiafya, mtaniwa radhi inshallah. Mada ambayo nimependa tuchangie pamoja ni mada ya al-Imamu al-Mahdi. Kaifa nuthbit wujud al-Imam al-Mahdi? Tutathibitisha vipi kwamba imamu wetu yupo? Tutakuwa na yakini ipi ya kumthibitisha kwamba huyu imamu yupo? Katika dua maarufu ambayo alimamu Jafaru Sadiq alimfundisha mwanafunzi wake Zurara, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wakati alipomwambia kwamba kutakuja kiongozi na akaomba dua kwa yule ambaye atakuja kuipokea, hususa wakati wa ghaiba yake, Zurara akamuuliza, je, ni lipi la kufanya wakati mtu akidiriki zama hizo? Akamwambia, sema haya: Allahumma arifni nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam arif rasulak. Allahumma arifni rasulak fa innaka in lam tu'arifni rasulaka lam arif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak fa innaka in lam tu'arifni hujjataka dhalaltu an dini. Haya ni maneno ambayo Imam Jafar Sadiq alimwambia mwanafunzi wake huyu kwamba Mwenyezi Mungu, naomba nipe maarifa ya kukutambua, kwa sababu nisipokukutambua Mwenyezi Mungu itaniwekea mimi kutomtambua mtume wako. Tumeambiwa asubuhi hapa katika msomaji, bila shaka ni Sheikh Hassan, kwamba awwaluddini maarifatu, kwamba lazima tumtambue Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Imam Jafar anatufundisha tumuombe Mwenyezi Mungu tumtambue yeye, kwa sababu kukosa kumtambua Mwenyezi Mungu ni sababu ya kutomtambua mtume. Sehemu ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu, nipe maarifa ya kumtambua mtume wako, kwa sababu nisipomtambua mtume wako lam a'rif hujjatak, simtambui, sitomtambua hoja wako. Kisha nyingine ikamalizika, Mwenyezi Mungu nipe maarifa ya kutambua hujja wako, kwa sababu kutomtambua hujja wako dhalaltu an dini, inanipelekea mimi kupotea katika dini yangu. Natija ni ipi? Kutokumtambua hujja inakupelekea kutomtambua mtume. Kutomtambua mtume inakupelekea kutomtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja kwa moja manake umepotea. Na ndio maana leo wale ambao wameshindwa kumtambua hujja, wameshindwa kumtambua mtume. Nenda katika riwayati, hata juzi bila shaka kwa mijadala mtu anafikia kiwango cha kusema mtume alikuwa na mshangazi, kwa sababu hamjui mtume ni nani. Mtu huyo huyo akiguswa mke mwingine asiyokuwa Khadija, ananyanyuka juu na kusema fulani na fulani hawapendi wake za mtume. Sasa kutomtambua hujja inapelekea kutomtambua mtume.
na kutomtambua mtume inapelekea kutomtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili pia limethibiti. Ebu nenda katika aqida za ndugu zetu wa kuarifisha Mwenyezi Mungu ni nani, utakuta Mwenyezi Mungu kwa mwenzetu ana miguu, Mwenyezi Mungu ana macho, Mwenyezi Mungu anashuka. Yote haya ni kwa sababu wamekosa maarifa ya kumtambua hujja, wamekosa maarifa ya kumtambua mtume. Natija yake wameshindwa kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hadithi niliyoanza nayo ambayo ni hadithi maarufu imekuja na swigha tofauti. Kuna ambayo inasema inni tarikum fikum thaqalain, lakini imekuja mingine katika khalifatain. Sehemu nyingine imekuja amrain, vitu viwili, makhalifa wawili au vizito viwili. Kisha hadithi hii ikaja ikataja vizito viwili hivyo ni vipi, ikaelezea kimoja ni kikubwa kuliko chingine. Mahali ninapopataka mimi ni apafa innahuma lan yaftariqa hatta yarda alayya alhawd, ni viwili hivi havitoachana, havitotengana mpaka vitakaponifikia mimi siku ya Kiyama. Katika uchambuzi huu kwamba bwana mtume ametuachia Qur'an tuko nayo. Je, au ahlul baiti ni kama vile tunavyoambiwa wote wanaingia tulioachiwa? Bila shaka ahlul baiti waliokusudiwa hapa ambao ndio sharikul Qur'an, ndio washirika wa Qur'ani, ni watu maalum. Unavyoisoma Qur'ani kwamba imehifadhiwa na tahrif, ndivyo hivyo hivyo kizito cha pili ni lazima kihifadhiwe na upotoshwaji. Kama ambavyo unavyosoma Qur'an kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hayana shaka, hayaingiwi na batili ndani yake, ndivyo hivyo hivyo kizito cha pili ambao ni ahlul baiti wawe na sifa ambayo wewe kama mfuatiliaji hutokuwa na shaka nao. Sasa lazima tu bainishiwe na bwana mtume. La yaftarika maana yake ni kwamba hivi vitakwenda sambamba, kiwango cha kwamba hakutokufikia zama kunapatikana kimoja hakipo. Hakutokuwa zama kwamba hakuna Qur'an, wala hakuna zama ambazo hakuna ahlul baiti. Wenzetu wakasema kwani ahlul baiti si wapo, wakikusudia masharifu Bani Hashim si wapo, ndio makusudio yao. Kwani wamekwisha? Maana yake hawakujua kwamba kinachokusudiwa ni kizito, sio ahlul baiti nasabu ya mtume, sio damu ya Bani Hashim. Kwanza si wote ahlul baiti walikuwa na maarifa ya Qur'an, sio wote. Yani tukija ile ahlul baiti tunapokusudia ile familia ya mtume au Bani Hashim. Aqil ibn Abi Talib si ni katika Bani Hashim, lakini angalia Aqil katika zama za Ali ibn Abi Talib, baada ya kuona Ali anagawa sawa sawa, alimwacha Ali akaenda kwa Muawiya. Ni Aqili, historia inatuambia hivyo. Sasa huyu pia tumfanye ni sharikul Qur'an, ni kizito cha pili kwa hoja ya kwamba naye ni Bani Hashim? La. Sasa ni lazima tumtafute huyo ambaye sasa hivi ndiyo ni sharikul Qur'an. Ni nani? Al-Imam al-Mahdi amezungumzwa ndani ya vitabu vingi vya Waislamu. Katika magrupu ya Waislamu kuna ambao walikubali kwamba atakuwepo mtu anaitwa Mahdi, lakini bado hajazaliwa.
Kuna ambao wanasema la, hakuna Mahdi, hii fikra ya Mahdi haipo, kwa sababu kama ingelikuwepo Qur'ani ingetaja. Kuna ambao wanasema la, Mahdi kazaliwa na yupo na anaishi katika zama hizi. Hizi zote ni fikra ambazo tunatakiwa tuzielewe kama sisi mubalighin ambao tunapata changamoto hizi za maswali, hususa tukiwa na ndugu zetu hawa wa Kiwahabi, kwa sababu wenzetu wana kanuni kwamba jambo lote la aqida muhimu lazima Mwenyezi Mungu alitaje kwenye Qur'an. Hiyo ni kanuni ambao sijui umepata wapi. Ni kanuni wamejiwekea kwamba ingelikuwa Mahdi kuna umuhimu wa kubakia, basi ingeshuka aya ya Qur'ani ya wazi kuonesha kwamba kuna kiumbe anaitwa Mahdi atabakia, atakuwa na ghaiba mbili. Yaani wenzetu wamefanya Qur'ani ni kama vile vitabu vya kawaida wanavyoandika wao. Katika vitabu vya ahlu sunna vya hadithi kuna zile zinazoitwa sihahu sita. Katika vitabu sita, vitabu vitatu vimetaja kadhia ya Mahdi. Kitabu cha kwanza ni Sunan Ibn Majah. Kitabu cha pili ni Sunan Tirmidhi. Kitabu cha tatu ni Sunan Abi Daud. Tena huyu Abu Daud ameweka kitabu hasa mlango maalum unaitwa Kitabul Mahdi. Katika mlango huo au kitabu hicho ameanza na kuelezea makhalifa 12. Yani ameanza makhalifa 12 kisha akaja akaelezea Mahdi. Sasa kama mimi binafsi najiuliza kwa nini aambatanishe maimamu 12 kisha baadaye azungumzie Mahdi. Nikapata fikira kwamba hata huyu alikuwa na maono ya kwamba Mahdi utokana na hawa 12. Riwaya ya kwanza ambayo inapatikana katika Sunan Abi Daud kutoka kwa Ummu Salama, anasema sami'tu Rasulullah yaqul, nimemsikia mtume anasema al-mahdiyu min itrati min wuldi Fatima. Mahdi ni katika kizazi changu na ni uzao wa Fatima. Sehemu nyingine riwaya inasema la tadhhab au la tanqadhi dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Hii dunia haitomalizika mpaka amiliki mtu au amiliki Waarabu mtu anayetokana na ahlu baiti wangu, jina lake ni kama jina langu. Riwaya ya tatu, lau lam yabqa min ad-dahri illa yawm la ba'atha Allahu rajulan min ahli baiti yamla'u adlan kama mul'at jawra. Lau hii dunia itabakia siku moja tu, ulimwengu uishe siku moja, mtume anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuma mtu katika ahlu baiti wangu ambaye mtu huyo ataweka uadilifu, ataujaza uadilifu kama ulivyojaa ujeuri. Hiyo ni riwaya ya tatu. Riwaya ya nne, an Abi Sa'id al-Khudri anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi qala yakhruju fi akhir ummati al-mahdi wa takhruju al-ardu nabataha wa yu'ti al-mala sihaha wa takhruju al-mashiya. Anaelezea siku za mwisho
katika umma wangu mwishoni atatokea Mahdi. Mahdi yakitokea, ardhi itatoa mimea yake. Manake neema ambazo zitakuja kuneemeshwa siku hiyo, ardhi itatoa mimea yake. Na huyo mtu wayu'ti almala sihaha, atazigawa zile mali kwa usahihi, kwa usawa. Yani kila mtu atampa haki yake. Watakhruju almashia, umma utatoka aliyakuwa uko unatembea mashia, unatembea kumpokea. Yaishu 7 au 8, ataishi miaka 7 au 8 kwa mujibu wa riwaya ya Ahlu Sunna. Kwa ndugu zangu, hizi ni riwaya ambazo zinathibitisha kwamba Mahdi atakuwepo katika akhiru zaman. Hii ni fikra ya Ahlu Sunna. Fikra ya Ibadhi, wao wanapinga, wanasema hakuna kitu kinachoitwa Mahdi. Maibadhi kanuni hii ya kwamba kuna Mahdi atakuja kumiliki, wao wanatoa hoja kwamba Muhammad ndio mtume wa mwisho. Kwa hivyo hakuna mwingine atakayekuja kurithi badala ya mtume Muhammad. Tasubiria kiyama kifike, watu walipo ya kwao. Hii ni fikra ya Ibadhi. Tukija katika fikra zetu katika madhhabu ya Ahlul Bait, vile vile kuna firqa tofauti na mtazamo tofauti. Kuna wale tunaoita Shia Zaidia. Zaidia ni wale mashia ambao wao wanaafiki khilafa za kina Abubakar na Umar na Uthman. Wale ni Zaidia. Hawa wanasema Mahdi atakuwepo, lakini atapitia kwa uzao wa Hasan, sio huyu alipitia kwa uzao wa Hussein. Atapitia kwa uzao wa Hasan. Ismailia nao wanasema Mahdi atakuwepo, lakini atapitia kwa uzao wa Ismail. Wanao tambua Mahdi kwamba amezaliwa na bado yupo ni Shia Imamia Ithna Asharia. Hawa ndio wana ittifaqi ya kwamba al-Mahdiyu mawjudun wa sayakhruj, kwamba yupo na atatoka. Hii ni fikra ya madhhabu ya Shia. Sasa tuje katika kipengele muhimu, fikra ya kwamba amezaliwa. Je, ni fikra ambayo imebuniwa na Mashia kama ambavyo baadhi ya watu wanasema kwamba Mashia wamebuni msingi wao kwamba kuna Mahdi amezaliwa, wakati huyu Hasan al-Askari alikuwa, watu wanasema alikuwa ni mgumba, hakuwa na mtoto, lakini wao wamempatisha mtoto kwa lengo tu la kuwarubuni watu. Je, fikra hii ya kwamba al-Mahdi amezaliwa ni fikra ya Mashia peke yao? Taban tutaanza kusoma baadhi ya aqwal za ulama wa Ahlu Sunna waliothibitisha kwamba al-Mahdi amezaliwa. Kuna wale waliothibitisha moja kwa moja na kuna wale waliokuja kuthibitisha kwa mtindo wa mashairi. Mtu wa kwanza ni Ibn Kathir. Ibn Kathir ni maarufu katika kitabu chake Al-Bidayah wa Nihaya, ukurasa juzuu ya 14, ukurasa wa 154 mpaka 155. Huyu amekuja kuelezea uzao wa Mahdi lakini kwa njia ya mashairi. Anasema wasaili an hubbi ahli albayti hal uqirru i'lana bihi am ajhadu, kwamba muulizaji wangu kuhusiana na ahli albayti, je, niweze mimi jambo hili kulikiri waziwazi au nipinge? Hayhata mamzuju bilahmi wa dami
hubbuhum wa huwa alhuda warushd, kwamba hapana, jambo hilo, damu yangu na nyama yangu imekusanyika, imechanganyika mapenzi yao. Mapenzi yao ndiyo uongofu na ndiyo rushd. Kisha akaanza kuwataja mmoja baada mmoja: Haidaratun wal Hasananu ba'dahu thumma Aliyun wabnuhu Muhammad wa Jafaru Sadiq wabnu Jafar Musa wataluhu Aliyu Sayyidu a'li ridha thumma ibnuhu Muhammad thumma Aliyu wabnuhu al-Musaddad wal Hasan ath-thani watatluhu Muhammad ibn al-Hasan al-Muftaqid. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haya ni ile nasabu ambayo anaielezea. Mwisho akasema, na huyu ambaye ni Hasan Askari kisha anafuatiwa na mwanawe Muhammad ibn al-Hasan al-Muftaqid. Mwanawe Hasan ambaye juzuu ya 14, Albidaya wa Nihaya, juzuu ya 14, ukurasa wa 154 mpaka 155. Albidaya wa Nihaya. Sasa alipofika hapa, angalia Ibn Kathir alivyokuwa mjanja. Baada ya kuelezea haya akasema, fala yadhunnu rafidhiyu annani wafiqatuhu au kharijiyu mufsidu, asidhani bwana huyu mshia kwamba mimi nafikana na yeye katika kadhia hii. Washafi'i madhhabuhu fi qawlihi muayyad, bwana mimi ni Shafi'i, sije wakasema kwamba mimi nimesema haya kwamba Shia na waunga wao mkono. Haya yanathibitisha wazi kwa wazi kwamba Ibn Kathir anamtambua mtu anayeitwa Muhammad ibn al-Hasan. Sasa ni nani? Ikiwa wao swali wanatuuliza yuko wapi, na sisi tuulize huyu Muhammad ibn al-Hasan yuko wapi? Ikiwa mtuthibitishia na ukatutajia, basi tuambie Muhammad ibn al-Hasan yuko wapi na kazaliwa lini. Kwa hiyo hii ni moja katika ahlu sunna wanaothibitisha suala zima la kuwepo al-Imamu al-Mahdi. Mtu wa pili ni Sibtu ibn al-Jawzi. Katika kitabu chake Tadhkiratul Hawas, katika ukurasa wa 363, Ibn al-Jawzi, Sibtu ibn al-Jawzi alifariki huyu mwaka wa 654, akitaja fi fasli dhikri al-hujja al-Mahdi, akitaja na nasaba yake, asema huwa Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa Ridha ibn Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, wa kuniyatuhu Abu Abdillah au Abu al-Qasim, wa huwa al-khalafu al-hujja sahibu az-zaman al-qa'im al-muntazar والتالي وهو الآخر الأئمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hii ni nasabu ambayo anaielezea Sibtu ibn al-Jawzi, nasabu ambayo imefika mpaka kwa Ali ibn Abi Talib. Mtu mwingine aliyemwelezea kuzaliwa kwake, ulama wasiopungua 50 katika vitabu vyao wameandika masala haya. Mimi nimechukua 4 tu. Mwanachuoni mwingine ni Ali ibn al-Husayn ibn Ali maarufu ibn Mas'ud, katika kitabu chake Muruju Dhahabi, kitabu maarufu sana hiki,
naye anazungumzia mwaka wa fi sanati 60 wa 200, katika mwaka 260. Matukio haya akielezea, akimzungumzia Imamu Hasan al-Askari, kifo chake. Akasema qubidha Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam fi khilafati al-Mu'tamad wa huwa ibn 29 sana wa huwa Abu al-Mahdi al-Muntadhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Huyo Hasan al-Askari ndio baba yake Mahdi Muntadhar. Ya Allah. Hii inaonyesha wazi Ibn Mas'ud ameandika kuwepo kwa mtu huyu na kuzaliwa kwake. Huyo ni mwanachuoni wa Ahlus Sunna, tena Mshafi'i. Mwingine, na huyu ni muasir wa zama hizi, akiitwa Arif Ahmad Abdul Ghina fi kitabihi Al-Jawharu Al-Shifaf fi ansabi sadati al-ashraf, kitabu maarufu Ansabu al-Ashraf. Katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 160 mpaka 161 anasema Al-Hasan ibn Ali al-Hadi al-Askari, kwa sababu hii anazungumzia nasab, kwa hiyo hapa anataja nasabu ya Hasan al-Askari. Al-Hasan ibn Ali al-Hadi al-Askari ibn Muhammad al-Jawadi yukna Aba Muhammad, kana min az-zuhd wal-ilm ala amrin azim wa huwa walidu al-imam al-Mahdi thani ashara al-imma inda al-imamiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Huyu anasema kwamba ni baba yake, ni mzazi wa Imamu al-Mahdi ambaye ni imamu wa 12 kwa imamia. Kwa hiyo huyu pia anathibitisha kuzaliwa kwa al-Imamu al-Mahdi. Mwisho nimmalizie mtu maarufu sana anajulikana, Sheikh Jafar Barzanji. Tukimzungumzia Sheikh Jafar Barzanji, hakuna mtu ambaye kwamba hajagusa kitabu chake cha Maulid au asiyekijua kitabu maarufu Maulid Barzanji, mshairi, namna alivyosuka mashairi yake. Sheikh Jafar Barzanji ana kitabu chake anakiita Al-Jaliyatul Qadar. Hiki kitabu kinahusiana sana na masala ya tawassul na wale ahlul badri wale. Baada ya kutawassal akafika wakadha bi Fatima allati fuddilat ala kulli nisa wa qulidat aqda al-faqr aidha wal hasanaini sibtai sayyidahi al-kaunain man bi kisaihi lahuma satar wa bi ammihi al-Abbas thumma bi najlihi al-Hibri Abdullah nabrasul fikr wa kadha bi kulli al-ala'i wal ashabi wal azwaji wal ammati wa rabbati al-khadar wa aliyin as-sajadi misbahu ad-duja wa bibaqir man lil ma'alim qad baqar wa bisadiqin wa bikadhim thumma ridha man lil masajidi wal madaris qad amar wal amjadaini naqiyihim wa taqiyihim wal askari immat 12 وبختمهم نجل الرسول محمد مهدينا الآتي الإمام المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sasa hawa wenzetu, ina maana haya mambo hawayasomi? Kwa sababu Sheikh Jafar
ukimzungumza kwa masuala madhhab ya kitwarika ni mtu maarufu anajulikana. Sasa leo huyu Jafar Barzanji anakuambia anatawasali na hawa, mwisho akatawasali na Imamu al-Mahdi kama ambavyo kwamba tunatawasali sisi. Wa bi khatmihim, mwisho wao Imamu al-Mahdi, kisha al-Muntadhar, ile sifa ambayo sisi tunampa ndio hiyo hiyo. Sasa kwa nini wamekuwa vipofu katika fikra zao? Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo nimependa kuzitoa kuzaliwa kwa Imamu al-Mahdi kwenye vitabu vya Ahlu Sunnati wal Jamaa. Sasa baada ya kuthibitisha hayo upande wa Ahlu Sunna, tuje sisi sasa kama wafuasi wa Ahlul Bait. Ni upi wajibu wetu? Sisi hatuna haja ya kuthibitishiwa kwamba amezaliwa hakuzaliwa, kwa sababu sisi wenyewe tunaamini hilo. Ni upi wajibu wetu kwa Imamu al-Mahdi, sisi kama wafuasi ambao ndio tunamsubiria, tunamngojea? Bwana Mtume anapokelewa hadithi maarufu inayosema afdhalul a'mal intidharul faraj, amali iliyokuwa bora. Na uzuri hii riwaya, hadithi hii nimeikuta vile vile kwenye vitabu vya Ahlus Sunna wameitaja, lakini hao faraji wale kusudia hao ni faraji, sio huyu imamu, wana makusudio yao wenyewe, lakini hii riwaya ipo. Afdhalul a'mal, amali iliyokuwa bora zaidi ni intidharul faraj, ni kusubiria faraja. Katika hadithi nyingine aliulizwa al-Imamu Ridha alayhi salam, aliulizwa kuhusiana na faraj hii ambayo tusubiria, akaulizwa akasema, alaysa intidharul faraj min al-faraj, je, kusubiri faraj si katika faraja? Yani ile hali wewe unasubiria imamu kudhihiri, ile ni faraja. Inna Allah azza wa jalla yaqulu fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin, subirini, kuweni na subra. Haya maneno yapo katika Biharul Anwar juzuu ya 52 ukurasa wa 128. Katika riwaya nyingine inasema hii ni riwaya ya Mtume mwenyewe, anasema afdal a'mal ummati intidharu farajillah, intidharu farajillah azza wa jalla, kwamba amali bora kwa umma wangu ni kusubiri faraja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tumsome mwenyewe Amirul Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anasema Ali bin Abi Talib, intadhiru al-faraj wa la tayasu min rauhillah fa inna ahabba al-a'mali ila Allah intidharu al-faraj ma dama alayhi abdul mu'min. Katika amali bora ni kusubiri faraj, ambapo mja bado atakuwa ni mja mwenye imani, mja mu'min. Kwa hivyo imani yako inaambatanishwa na intidharul faraj wakati unamsubiria imamu. Hizi ni katika miongoni mwa riwaya au wajibu wetu ambao tumefundishwa na maimamu. Tumebakia na swali moja ambalo ni muhimu sana. Hal nahnu nantadhiru al-mahdi au al-mahdi yantadhiruna? Ni sisi twamsubiri imamu au imamu anatusubiri sisi? Hili ni kitu muhimu sana.
Imamu anatusubiri sisi. Bila shaka imamu ndiye anatusubiri sisi. Hapa wanazuoni wameandika intidharu inagawanyika katika sehemu mbili. Kuna intidharu inajulikana intidharu salbi na intidharu ijabi. Intidharu salbi ni ile unasubiria, huna lolote la kufanya, wasema imamu yupo atakuja. Na hili kuna baadhi yetu hata mashia tupo hivyo. Na hili kuna mtu hasa liwe kumsikia kwa masikio yangu akisema bwana imamu anachelewa, tufanyeni machafu sisi ili imamu adhihiri. Mshia. Kwa sababu imamu atadhihiri wakati dunia imejaa ujeuri, dhulma, machafu menea. Kwa hiyo naona anachelewa. Kwa hivyo tubadilikeni sasa hivi. Kama ni zina ifanywe kwa wingi, dhulma, watu wawane ili imamu adhihiri. Sasa hii ni intidharu salbi. Amemwelewa makosa imamu kwamba anamfanyia ijbar, anamlazimisha imamu kudhihiri kwa kufanya maasiya. Lakini wanasema kuna ile intidharu ijabi, unamsubiri imamu lakini unamsubiri ukiwa unafanya vitendo vizuri. Sisi tujiulize, baada ya kwamba nimuuliza swali kwamba imamu natusubiri sisi, tupo tayari, tushajiandaa sasa hivi kumpokea imamu? Naomba tulijibu hili swali. Bado hatujajiandaa. Kwa sababu ukweli wa mambo, ndugu zangu, ukweli wa mambo, sisi wenyewe ambao ni wafuasi wa Imam Mahdi bado hatujamtambua Mahdi. Ukweli ni huo. Yale ambayo tunayasema sisi katika ziara zetu, katika dua zetu ni ada tu, lakini ukweli wa mambo moyo sivyo ulivyo. Na maajabu zaidi ni kwamba sisi tunaweka ahadi na imamu. Kama naposema katika ile ziara ya imamu katika inasoma katika siku ya Ijumaa mara nyingi, assalamu alayka ya maulaya ana maulaka arifum biulaka wa ukhraka atakarabu ila Allah ta'ala bika wa bi ali baitika wa antadhiru wa dhuhur alhaqi ala yadayk. Angalia maneno haya. Yani unamwahidi imamu kwamba mimi hapa nilipo nishajiandaa, nasubiria tu uje, nasubiria kudhihiri kwako imamu, na naamini kwamba hiyo kudhihiri ni haki ambayo iko kwako wewe. Kuna haki ambayo iko kwako wewe hapo, utaleta haki katika dunia, kwa hiyo nasubiri. Sasa ni kweli haya tunazungumza, tunajua faida yake, tumejipanga nayo. Au katika dua al-ahadi, katika dua al-ahadi tunayosoma katika kila asubuhi, moja katika vipengele muhimu, Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabihati yaumi hadha. Angalia bai'a unayoiweka na imamu. Mimi naweka bai'a ujaddidu, yani maana yake ninafanya upya sasa imamu. Wenda jana mimi nilikosea, kuna jambo nimelifanya sikujijua, sasa naanza upya. Yani unamdanganya imamu kila siku wewe. Kila siku mdanganya imamu. Wa ma'ishtu min ayami ahada wa aqadan wa bai'atan lahu. Subhanallah. Bai'a ipo shingoni mwangu. Manake muda wote ukirudi mimi nakupa bai'a. Mashekhe, ukweli wa mambo hapa, imamu akadhihiri akasema hebu tutokeni twendeni, kila mtu atatoa udhuru, ndio ile ina buyutana aura. Tasema mimi nyumbani mke wangu sijamachia pesa, wanangu kule shule sijui, utatoa sababu mbele ya imamu, kwa sababu
hatuja kuwa tayari, ndugu zangu. Kwa hivyo sisi ndiyo twamchelewesha imamu, sio imamu wanachelewa kwa sababu kuna lolote. La, sisi bado wenda katika hao 313 wamefika 312, bado mmoja tu. Sasa yuko wapi? Ndugu zangu, kwa kweli ni msiba tuliokuwa nao. Hivi kweli imamu adhihiri katika hali tuliokuwa nayo? Hebu tuzungumzeni ule uhalisia. Imamu atadhihiri vipi wakati taasisi na taasisi za mashia wawili wote wasemani? Atadhihiri vipi katika hali hii? Na wakati anataka kuja sisi mashia ambao tunasema tunaweka bai'a atuone tukua moja, atadhihiri vipi? Taasisi fulani haitaki kumuona mtu wa taasisi fulani anaungana na taasisi fulani. Wote mashia, wote twanadi nantadhiru al-imama, nantadhiru al-faraj, tunadi hivyo. Imamu atadhihiri vipi? Toka mbali zaidi huko, sisi wenyewe kwa wenyewe, mashekhe kwa mashekhe, hatuko tayari mwenzako apate watakaofidike wewe. Haya ndio mambo tuliko nayo. Imani ambayo uko nayo wewe, wataka kila anayekuja umpokee wewe, asifike kwa mwenzako. Mshia huyo anamsubiri imamu. Na wenda katika masala kitablighi zaidi ambayo imezungumzwa hapa, kuna wakati mtu ana haja zaidi kuliko wewe, lakini kusema ndugu yangu hapa nimempata mtu anataka kukujengea Husainia, anataka kukujengea msikiti, nimempata. Akija bwana yuko tayari amchukue yeye ampeleke porini kama kule, mwambie jenga hapa. Anatoa ripoti, lakini anajua ndugu yangu kule anataabika, hana msikiti, anafukuzwa, anakodi nyumba kila siku, ana kibanda kidogo cha makuti, lakini akija yule bwana anasema mimi nimefanya kazi jengo lile kule. Hakishajenga hivyo basi hakuna imamu wa kuswalisha, hakuna mwalimu anasomesha kule. Msiba. Twamsubiri imamu katika hali hii. Tukidhani sisi nyoyo zetu ni wamoja, ni mashia wote, ndio wale baadhi wanatuambia imamu kwanza akishuka ataanza na sisi kabla ya kwenda kwingine. Ataanza na sisi. Ukweli wa mambo ndugu zangu, bado hatuja kuwa tayari katika hili. Sisi twamrubuni imamu wa dhihiri, kisha tutakuja kumsaliti. Huu ndio ukweli. Ni kwamba twazungumza haya mambo kwa maneno yetu, sio kwa nyoyo zetu. Na ndio maana wahadhiri wamepita hapa leo, mpime mtu imani yake wewe katika masala ya tablighi. Pale ambapo amekosa jambo fulani katika tablighi, afu mwangalie namna atakavyosononeka, utajiuliza kwani huyu anafanyia nani? Mpaka muda huu bwana mshahara wangu hajauingizia bwana, mpaka muda huu. Yani unalalamika mshahara, kazi ni ya kwako wewe, hata usilipwe senti moja ni haki yako hii kuifanya. Lakini ukichelewa tarehe moja ushaanza kulalamika. Mpaka tarehe hii unaangalia simu, mbona hata message haijaingia mpaka sasa hivi? Wanangu watakula nini? Bado ndugu yangu, ufanye kazi ya imamu, alafu bado wewe ulalamike njaa, bado hujafanya kazi ya imamu. Unafanya kazi ya maimamu kisha useme wanangu hawasomi, bado hujafanya kazi ya imamu. Ndugu zangu, muda umenimalizikia, lakini tubadilikeni. Ikiwa kweli twamsubiri imamu, nia zetu zibadilike. Sisi sote ni mashia ambao maimamu wanatuangalia sisi. Sisi sote tunanadi hii dua, hizi dua al-ahad tunazisoma, kila mtu asubuhi anazisoma na ahadi anaiweka. Unavyoiweka ahadi wewe ndio mimi ninavyoiweka, lakini mbona tukija katika waqiia ni tofauti? Tukija katika waqiia ni kila mtu hapo ana la kwake.
ni jambo la nisikitisha sana. Jamii ya leo utakuta mtu yuko tayari kwenda kumsaidia mtu ambaye anacho. Tena maajabu zaidi, hizo zinazofanywa hivyo ni mali za mwenyewe Imamul Hujja. Hizo ambazo zinafanywa hivyo, fujo inayofanywa ni mali za Imamul Hujja. Leo watu badilisha magari mashekhe. Jana na juzi ulimkuta ni mwenzangu mimi wa kawaida, lakini baada ya siku 2-3 amekuwa mtu mwingine. Ile Prado ya milioni 200 haitaki tena sasa hivi. Mwanzo alikuwa anaendesha baskeli kama wewe, sasa hivi amekuwa ni mtu anataka Prado ya bilioni 1. Kwa nini? Kwa sababu ya imamu, pesa za imamu wanazila. Wakati vijijini kama huku kuna watu ambao wanaishi mazingira magumu, kuna mubalighin ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu. Lakini zaidi ya hapo, ndugu zangu, jambo la kusikitisha ni kwamba mali hizi ndizo ambazo kwamba tunaziulia tablighi. Leo mtu mali za imamu ndizo ambazo kwamba anachukua na kwenda kuolea mutaa, anaharibu tablighi kwa sababu ya mutaa yake aliyoa kwa pesa ya imamu. Na waangalie Mwenyezi Mungu watu wa namna hii anavyowapa fedheha kubwa pamoja na pesa zao zote, lakini kuna nuru Mungu anawashusha. Chunguzeni kila ambaye ana fikra hizi za kwamba yeye anakula mali za imamu kwa fujo, utaona kuna nuru ambayo inaondoka kwake yeye, heshima inaondoka. Ndugu zangu, hakuna jambo ambalo kwamba twatakiwa leo tudumu nalo kama kuogopa mali ya imamu. Shilingi moja iliyobakia, umetumia shilingi 200, umepewa 210, ili shilingi 10 si ya kwako. Usitolee udhuru ukasema bwana mimi lakini si kuna amiluna wala la, si ya kwako bwana, imebakia hii si ya kwangu bwana, hiyo itumie katika nunua umeme au ni chukua wewe kama mwalimu, hiyo ni haki yako. Utajitengenezea uaminifu katika jamii, utapendwa na jamii, na hata wale ambao wanakusapoti wataweza kuungana na wewe. Lakini hata ufanye siri, ndugu yangu, mali ya imamu itakufedhesha. Na mwisho wa yote, wale ambao walikufadhili wote watakuondokea, na kwa sababu mali ulikuwa wewe unatumia kwa fujo itaondoka, utabakia maskini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.